Kwanza kabisa shukrani za dhati ziende kwake Al-Haq Subhana, Mwenyezi Mungu ambaye ana sifa aina mbili, sifatul jamali wa sifatul jalali, sifa za uzuri na sifa za tisho. Lakini sifa za uzuri ndizo ambazo zimetangulia sifa za tisho, kwa sababu yeye mwenyewe alishasema tangu azal, sabakati rahmati ghadhabi, imeizidi rehma yangu hasira yangu. Na kutokana na sifatul jamali ndo amewapatisha viumbe al-Khaliqu. Kisha baada ya kuwapatisha hakuacha hivi hivi, yeye ndo akawa msimamizi, akawekea mukawimati alhayati, vile ambavyo ni venye kusimamisha uhai wao, chakula na maji na kila ambacho ni muhimu juu ya uwepo wao. Kwani yeye mwenyewe anasema, ya ibadi namu mila jufunikum lianni qayyumu la anam, laleni enyi waja wangu kiasi cha kutosheka, kwa sababu mimi ni qayyum, silali. Nimewaumba, kisha baada ya kuwaumba nikawawekea mukawimati alhayati, kisha baada ya mukawimati alhayati sikuwaacha mjiendeshe wenyewe, kwa sababu hamuwezi. Mimi ndiye ambaye naendesha maisha yenu. Kwa shukrani za dhati ziende kwake Al-Haq Subhana, kwa sababu ya sifa mbili ambao ni sifatul jamali wa sifatul jalali, na zote ni kwa ajili ya maslahi ya viumbe wake. Kwa sababu ukisikia kwamba Mwenyezi Mungu ni kahar, ukisikia Qur'ani inavyomsifu inna batisha rabbika la shadid, akakukamata kwa Mola wako ni kukali sana, akakuadhibu kwa Mola wako ni kukali sana, basi hatodhulumu mtu kumdhulumu mtu, hatosengenya mtu kumsengenya mtu, kila mmoja atachunga haki ya mwenzie. Kwa sifatul jamali na sifatul jalali zote ni kwa maslahi yetu. Sote tuseme alhamdulillah. Kisha rehma na amani zimwendee kipenzi Mustafa, kipenzi chake Al-Haq Subhana, mtu pekee ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ameapa kupitia yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa vitu vingi sana. Ameapa kwa malaika, kwa sababu yeye Al-Haq Subhana ndiye anayejua adhama, ule ukubwa wa viumbe wake na siri na hususia ambazo zimejificha kwa viumbe wake. Kwa akiapa anaapa kwa kitu ambacho ni kikubwa, ambacho sisi kwa uono wetu hatuwezi kuona ule ukubwa wake. Sababu vitu vikubwa huwa mara nyingi vinaonwa na watu wenye akili sana, na kile ambacho akionwi na kiumbe yoyote kinaonwa na Mungu ndo kimezidi ukubwa wake. Kwa hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hatuijui hakika yake. Kwa yeye pekee ndiye kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kupitia yeye. Hakuapa na mwanadamu yoyote, si jini wala si nabii, isipokuwa ni Mtume Muhammad. Ameapa kwa jamadati, ameapa kwa mimea, watini wa zaitun, watur wa kitabi mastur. Kisha hakuapa kwa kiumbe isipokuwa kwa Mtume Muhammad, pale aliposema la amruka innahum la fi sakratin ya'mahun, kwamba wa hayatika ya Muhammad innahum la fi sakratin ya'mahun, na hapa kwa umri wako ya Muhammad, hakika wao wapo katika ulevi, wanakwenda ovyo, wanapotea. Kisha pia hakuapa tu kwa dhati yake, bali pia ameapa pia kwa vitendo vyake na maneno yake, pale aliposema waqilihi ya rabbi inna haulai qaumun la yu'minun, kwamba naapa kwa neno lake Mtume Muhammad. Sababu qilan ni moja katika masdari ya qala, qilan qaula. Kwa waqilihi, naapa kwa neno lake ya rabbi. Neno lipi hili hapa? Ya rabbi
innahum qaumun la yu'minun, hakika wao ni watu ambao hawaamini. Hakusema qaumun yu'dhiyunani, watu ambao wananiudhi mimi, kama alivyosema Musa na manabii wengine. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama alivyosema Ahmad Shauka, Amiru Shuara, fa idha ghadibta fa innama hiya ghadbatun lilhaqi la dhighna wala shahnaa. Mtume alikuwa akasirishwi na jambo lake binafsi, anakasirishwa kwa sababu ya dini. Ndio maana akusema hapa kwamba hawa ni watu ambao wananiudhi. Amesema ni watu ambao hawaamini. Kwa pupa na hirsi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuona umma wake unafuata yale ambayo amekuja nayo. Ilikuwa ni kuona umma wake unafuata yale ambayo ni haki kutoka kwa Mola wao, kwa sababu kila awamiri na nawahi zilizokuja kutoka kwa Al-Haq Subhana ni kwa ajili ya maslahi yao duniani na akhera. Na ndio maana hata mpaka Al-Haq Subhana alipoona ile hirsi yake na mapenzi yake juu ya umma wake katika kuongoka, akamwambia lau shita la ja'altu amra ummatika alaik, lau utataka we Muhammad basi nitajalia jambo la umma wako juu yako. Nini alisema Muhammad? Akasema la ya rabbi anta arhamu bihi minni, wewe ni mwenye kuwahurumia zaidi kuliko mimi. Kwa ni kipenzi ambaye yafaa sana kukusanyikiwa, ni kipenzi ambaye yafaa sana kuadhimishwa, hasa katika miezi hii mitukufu. Kumswalia sana Mtume Muhammad ni katika amali kubwa, sababu miezi mitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana ipo minne. Kuna Muharram, Rajab, Dhulqaada na Dhulhijja. Utajiuliza vipi Ramadhani, vipi Shaabani? Kuna mingine ambayo imetukuzwa kwa sababu ya yale matukio yaliyokuwa ndani yake. Mfano Ramadhani ni kwa sababu ya ile nguzo moja katika nguzo za Uislamu iko ndani ya Ramadhani. Kwa Ramadhani ikawa tukufu kwa sababu ya kile kilichokuwa ndani yake, si kwa dhati yake. Kwa sababu adh-dharfu yu'azzamu bil madhruf, zama au mahala huwa kunatukuzwa na kile kilichokuwa katika mahala pale au muda ule, kama alivyosema yule Qais Majnunu Laila, wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara, kwamba hayakuwa mapenzi ya ukuta ndo ambayo yameubabaisha moyo wangu, lakini ni mapenzi ya kile kilichokuwa ndani ya ukuta. Kwa ukuta umekuwa mtukufu kwa sababu ya kile kilichokuwa ndani ya ukuta. Adh-dharfu yu'azzamu bil madhruf. Kwa tuko katika miezi mitukufu, mmoja katika miezi mitukufu, miezi ambayo vita ilikuwa ikisimama, kama anavyosema Imam Busiri, tamdhil layali wala yaduruna idataha ma lam takum min layali al-ashhuri al-hurumi. Ilikuwa makafir kipindi cha vita inapofika miezi mitukufu, basi ndo wanakuwa na amani, wanakuwa na sakina katika mioyo yao. Kinyume na hivyo wanakuwa wakibabaika na kuteseka, wanaweweseka, ila katika miezi mitukufu. Kwa pia ni neema kuwa na mpenzi ambaye Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ndo kipenzi chake namba moja. Na pia ni bahati kuwa na mpenzi ambaye anatupenda kweli kweli kuliko tunavyojipenda sisi na wanavyotupenda baba zetu na mama zetu. Kwa pia hii nayo ni neema, tuseme pia alhamdulillah. Kisha niingie katika mada, nigusie kidogo mambo manne ambayo au sifa nne ambazo akiwa nazo mu'min basi anakuwa ni katika almuttaqin. Anasema Al-Haq Subhana baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Anasema Al-Haqq subhana kwamba wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna. Metumika neno sura. Sura ni ataqaddumu fima yambaghi, ni kuwa na haraka katika kile ambacho kinatakiwa kufanywa haraka, ambapo kinyume chake ni al-ajal, kuwa na haraka katika kile ambacho hakitakiwi kufanyiwa haraka. Ndio maana dunia ikaitwa al-ajal, kwamba watu wanaipenda al-ajal kwa sababu wanakifanyia haraka kile ambacho hakitakiwi kufanywa haraka. Kwamba anapokuja mambo mawili, limekuja jambo la akhera na likaja jambo la dunia, basi tanguliza kwanza jambo la akhera ambalo linatakiwa kufanywa haraka. Ndio maana ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Wengi wameitafsiri kinyume hadithi hii, lakini maana yake ya hakika ni kwamba Mtume alivyosema i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, kwamba fanya amali kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele. Manake usiwe na haraka nayo. Manake inna ma fataka al-yawm fa'tabir ka'annaka sataishu tawila wa taf'aluhu ghada, kwamba lililokufutu leo, ulilolikosa leo, dhania kana kwamba utaishi milele na utalifanya hilo kesho. Ama jambo la kiakhera, basi imal ka'annaka tamutu ghada, jambo la kiakhera fanya kama vile utakufa baadaye, kitambo ambacho kinachokuja ukikuti. Kwa maana yake ni kwamba ulitangulize kwanza jambo la kiakhera. Kwa ndo maana Al-Haqq akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, fanyeni haraka msamaha kutoka kwa Mola wenu. Manake jambo la kwanza kutangulizwa, kabla hujatoka kwenda kutafuta chai ya asubuhi au kutafuta chakula cha mchana, leta istighfari. Kwa nini? Ma madha fata wal muammalu ghaibun walaka sa'atu allati anta fiha. Anasema Al-Amin al-Qabus Imam al-Habshi kwamba ma madha fata, lililokufutu, ma madha lililopita, limekufutu, umelikosa, si lako tena. Wal muammalu ghaibun, na unalolitaraji ni bahati nasibu, ulikute au usilikute, ulipate au usilipate. Walaka sa'atu allati anta fiha, una wewe saa ambayo umo ndani yake. Ile saa ambayo upo ndani yake ndo ya kwako hiyo. Kile kitambo ambacho upo ndani yake ndo cha kwako hicho. Kwa sababu gani? Kilichopita tayari. Maana jana imeitwa jana baada ya kukosekana. Hapa kila mmoja wetu hapa, lau unamwambia aeleze ile ladha ya chakula alichokula jana, au ladha ya usingizi, au atuoneshe ladha ya usingizi aliolala jana au wakati uliopita, hakuna. Manake ni kwamba kilichopita si chako tena. Wal muammalu ghaibu, na unalolitaraji ni bahati nasibu, wakati ujao ni bahati nasibu, ukute au usikute. Wala kasaatu lati anta fiha, una wewe saa ambayo umo ndani yake. Sasa ile saa ulokuwa ndani yake, rejea kwa Mola wako kana kwamba saa ijayo hutoikuta. Ndio Imam Ghazali akasema kwamba mwanadamu ana vitambo vitatu. Kwanza alisema Sheikh wake Imam Ghazali kwamba mwanadamu ana siku tatu: siku ambayo imepita ambayo si yake, na siku ambayo ijayo ambayo ni bahati nasibu aikute au asikute, na siku ambayo iliyopo ambayo ndio yake. Imam Ghazali akasema hapana, mwanadamu ana vitambo vitatu, kwa sababu kuna mtu tuko naye hapa lakini baada ya kitambo tu huenda tusiwe naye. Kwa ndio maana Imam Ghazali akasema mwanadamu ana vitambo vitatu. Kitambo kilichopita si chake tena, kitambo ni wakati mdogo sana, na kitambo kilichopo ambacho ndo chake, na kitambo kijacho ambacho ni bahati nasibu, akikute au asikikute. Kwa ule wakati uliokuwa nao, sari ila rabbik, fanya haraka kurudi kwa Mola wako, kuelekea kwa Mola wako. Kwa nini? Kwa kitu gani? Bil maghfira, kwa msamaha. Mtake msamaha Mola wako kila wakati. Kaannaka tamutu ghada, kana kwamba wewe utakufa wakati ujao. Hujui wewe ni wakati gani umebaki kwako katika dunia, hakuna anayejua.
Kwa muda kuwa hujui ni wakati gani umebaki kwako katika dunia. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha samawati wal ard. Hiyo pepo upana wake ni mbingu 7 na ardhi 7. Yakina nani? Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wale ambao ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Ni wakina nani muttaqin? Ndio Mungu anawaelezea kwa sifa kuu 4. Wacha Mungu ana sifa nyingi, lakini anawaelezea kwa sifa kuu 4. Alladhina yunfikuna fi sarai wa dharrai, wale ambao wanatoa katika raha na shida. Usiache kutoa. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataaha Allah, kwamba atoe yule ambaye mwenye nafasi kutokana na nafasi yake, na yule ambaye amefanyiwa finyo riziki yake basi atoe pia. Kunyimwa kuna wakati kupewa finyo, kwamba ndo umenyimwa. Kuna wakati kunyimwa ndo kupewa, na kuna wakati kupewa ndiko kunyimwa. Kwa toa kwa kiasi cha hali yako. Mtume SAW alikuwa akimwambia Saidina Bilali, anfiq wala takhsha min dhil arshi qilala, toa wala usiogope kutoka kwa Mwenyezi Mungu kunyimwa. Maana sadakatu min mali, sadaka haijawahi kupunguza mali kabisa, bali anfika alaik. Mungu anasema toa nitakupa, ukitoa ndo utapewa. Kuna mtu anadhani kwamba akitoa 100,000 basi atapewa 100,000, akitoa 10,000 basi atapewa 10,000. Ni ile sakina unaopewa katika moyo wako, alghina. Kifua chako Mwenyezi Mungu anakijaza kutosheka. Mwenyezi Mungu anajalia salama na afya kwa watu wako. Kuna mtu anaweza akapokea leo mshahara milioni 8, lakini kwa matatizo alokuwa nayo ukija kumwangalia kabakiwa na 20,000 tu. Kwa hiyo kuna wakati Mungu akisema anfika alaik, lazima upewe umetoa milioni 8 upewe milioni 8. Ni ile utulivu katika moyo wako na afya yako, utulivu kwa familia yako. Mwenyezi Mungu anayapunguza matatizo. Na pia kuna wakati ukitoa hela unapewa pesa, ambapo ni jambo dogo kabisa katika kupewa, sababu hakuna jambo kubwa kama neema, hakuna jambo kubwa kama sakina katika moyo. Sababu kuna mtu anaweza akamiliki mali nyingi kweli kweli, lakini anaomsibu katika moyo wake, anatamani atoe mali yake ili aweze kujikomboa na yale alokuwa nayo. Kwa hiyo kutoa pesa na kupewa pesa jambo dogo sana. Kikubwa ni kupata sakina, alghina, kule kutosheka. Laisa alghina an kathratil arab, haukuwa utajiri ni wingi wa vyombo, walakin alghina ghina an-nas. Kuna mtu ana utajiri lakini hatosheki na alichokuwa nacho, ni mtumwa wa dunia yake, ni mtumwa wa mali yake. Kwa anfik wala takhsha min dhil arshi qilala, toa usiogope kutoka kwa Mwenyezi Mungu kunyimwa. Na kutoa ni moja katika sifa ya almuttaqin. Ukijiona wewe unakunja sana mkono, basi ujue kwamba kuna sifa ya almuttaqin kwako haipo, bado hujafika. Sababu sifa ya almuttaqin ni kuwa mkunjufu kwa kiasi cha hali yake. Una 200, toa hiyo ulokuwa nayo, kwa sababu rubba dirhamin sabakati 100,000 dirham. Huenda dirhamu moja ikazishinda dirhamu 1,000, kwamba huyu ana 2,000 katika anachokimiliki ni 2,000 tu, alafu mwingine anamiliki milioni 1. Huyu wa 2,000 akatoa 1,000 au akatoa 1,500, alafu yule wa milioni 1 akatoa 100,000. Hawalingani sawa watu. Lazima mwenye ukarimu wa sawa sawa ni huyu ambaye ametoa 1,000 au 1,500 katika 2,000. Kwa rubba dirhamin sabakat 100,000 dirham, huenda dirhamu moja ikazishinda dirhamu 1,000. Usiache kutoa, toa kwa kiasi cha hali yako. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
al-ahya'i minhum wal amwat. Usikum wa nafsi awalan ya ayyuhal muslimun. Tunaendelea na yale mambo manne ambayo mu'min akiyakusanya mambo manne haya kikamilifu, basi yeye anakuwa ni katika wale ambao ni wacha Mungu wa hakika. Ambapo moja katika mambo hayo ni alladhina yunfikuna fi sarai wadharai, wale ambao wanatoa katika raha na shida, hawaachi kutoa. Na kutoa si lazima utoe mali tu. Kila ambacho amekuneemesha Mwenyezi Mungu, basi ionekane athari yake kwa viumbe wake, ionekane athari katika dini yake. Kisha Al-Haq subhanahu wa ta'ala anaendelea kuwaelezea wale almuttaqin ambao wana sifa ya sur'a, ile sur'a ambayo ni ataqaddumu fima yambagi, kule kufanya haraka au kutanguliza lile ambalo linalotakiwa. Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaelezea, anasema wal kadhimina al-ghaidh, na wenye kuficha hasira zao. Tazama lugha hapa aloitumia, si kwamba hawakasiriki. Man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar, yule ambaye amekasirishwa afu na hakukasirika, basi huyo ni punda. Wa man isturdiya wa lam yarda fahuwa jabbar, na yule ambaye ametakwa msamaha na hakuridhia, basi huyo ni jabbar, ana kibri. Kwa si kwamba hawakasiriki, hawa tayari wana sifa ya kukasirika kwa sababu ni wanadamu, lakini wanaficha hasira zao. Hata Mungu kule anaelezea maswahaba, wa idha ma ghadibu, tena imekuja idha kisha ikaongezeka ma kuonyesha taakid, maana yake kuna istimrari hapa. Kila wanapokasirika, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun, kila wanapokasirika wanasamehe. Maana yake ni kwamba kukasirika kupo, isipokuwa ni kuficha hasira na kusamehe. Aya hii ina kisa ambacho kitafanya wengi wetu tukaelewa kwamba nini kimemaanishwa hapa katika al-kadhimin al-ghaidh. Mpaka Sayyidatina Aisha alikuwa anapokasirika anatamani aonyeshe ile hasira yake, hisia zake. Kama tunavyojua wanawake ni watu ambao wanaendeshwa sana na hisia, lakini akikumbuka tu wal kadhimin al-ghaidh asema hii Qur'ani bwana imetuharibia hasira zetu. Kwa anakasirika, lakini akishakumbuka wal kadhimin al-ghaidh anarudi nyuma, anaificha ile hasira yake. Kwa kuna kisa ambacho kitatufanya wengi wetu tukaelewa, na kisa hiki kimetokea mara mbili kwa mabwana wakubwa vinafanana. Kwanza ni kwa Imam Ali Zainul Abidin na kwa Jaafar Sadiq, Imam Jaafar Sadiq. Kwa Imam Ali ni alikuwa kijakazi wake, alimtuma kijakazi wake amletee birika la maji ili atie udhu. Lile birika lilikuwa liko sehemu ya juu, kwa kijakazi akaenda akalichukua, na aliyekuwa imamu yupo chini. Wakati anakimbia kumletea birika, akajikwaa birika lile likamteleza, likamdondokea imam katika kichwa. Pale pale kijakazi akai wal kadhimin al-ghaidh, na wenye kuficha hasira zao, akamwambia kadhamtu ghaidhi, nimeficha hasira yangu. Wal afina anin nas, na wenye kuwasamehe, so kuficha tu, usamehe pia. Wal afina anin nas, na wenye kuwasamehe watu, akamwambia afautu anki, nimekusamehe. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mungu anawapenda wenye kutenda wema. Akamwambia anti hurra, upo huru, nenda zako, so mtumwa tena wewe. Kwa ameficha hasira, kisha akasamehe, na kisha akatenda wema. Kutenda wema ni kumwacha huru kijakazi. Na kwa Imam Jaafar Sadiq, yeye ilikuwa aliletewa chakula cha moto. Yule kijakazi wake akajikwaa, chakula kikamdondokea imam, kamwagikia imam katika kifua, cha moto kweli kweli. Pale pale kijakazi akawa wal kadhimin al-ghaidh, na wenye kuficha hasira zao, akamwambia kadhamtu ghaidhi, nimeficha hasira yangu. Wal afina anin nas, na wenye kuwasamehe watu, afautu anki, nimekusamehe. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mungu anawapenda wenye kutenda wema. Akamwambia anti hurra, nenda zako. Kwa kisa hiki kimekusanya namna ya sifa mbili hizi zinavyokuwa kwa watu.
kwanza ufiche hasira, si kwamba ukasiriki, unakasirika wewe. Pili, baada ya kukasirika samehe, toa kile kilichokuwa katika moyo wako, kwa sababu ukiweka vifundo, hakuna kitu kinachoangamiza kama kuweka vifundo katika moyo. Ndio maana yule mmoja akasema, isbir ala madhalil hasud fa inna sabraka qatiluhu, kwamba vumilia au subiri kutokana na ile chuki ya hasidi, ile hasira ya hasidi juu ya mafanikio yako, kwa sababu subira yako inamuua. Wanaru taakudhu ba'daha illa mtajidi ma taakulu, na moto huo unajila wenyewe ukikosa chakula, kwamba moto makali anawaka mpaka mwisho anakuwa majivu. Kwa Mungu kwanza anatutakia maslahi sisi. Yaani aya hii wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hapa pia ndo tunapata maana ile hadithi kwamba hazini mwenye kuzini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hazini yule mwenye kuzini wakati anapozini na hali ya kuwa ni mu'min. Wala yasriku sarika hina yasrik wa huwa, wala aibi yule mwenye kuiba wakati anapoiba na hali ya kuwa ni mu'min. Wengi hapa kama hichi kipengele hakijaeleweka, ni kwamba wakati unapofanya ovu kama zina, pale umeghafilika, uko katika mughafala, ndio maana ukafanya ovu. Lakini unapokumbuka ikabi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu anamsifu, Qur'ani inamsifu Mwenyezi Mungu, inna batisha rabbika la shadid, kuadhibu kwa Mola wako ni kukali sana. Lau unakumbuka wewe, basi huwezi kuzini, upo katika mughafala wewe. Kwa ndo anasema walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, nini kinatokea? Dhakarullah, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna mwenye kusamehe madhambi ila Mungu. Maana yake ni kwamba hawa muttaqin si kwamba hawakosei, na ndio maana kuna daraja katika zile nafsi nzuri, kama tulivyotanguliza mwanzo. Mwenyezi Mungu akiapa kwa jambo, basi ujue ameapa kwa jambo kubwa, jambo kubwa sana, ambapo hata sisi hatujui ile adhama yake. Angalia kule Mungu anasemaje, la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama, kwamba anaapa kwa siku ya kiyama na anaapa kwa nafsul lawama. Nafsul lawama ni ipi? Ni ile ambayo kila ikifanya madhambi inarudi kwa Mola wake. Kwa tayari nafsi mtukufu, ndio ukitoka hapo unaenda katika mutmain, nafsi ambayo imetulizana. Wewe na maasi basi tena imeitwa mutmain kwa sababu ni nafsi ambayo haitaharaki, haina mughafala. Innal ladhina taqaw idha masatuhu taifun minash shaitan tadhakaru fa idhahum mubsirun, kwamba hakika wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapowapata kitu katika wasiwasi wa shaitani, tadhakaru, wanakumbuka, fa idhahum mubsirun, mara wao ni wenye kuona. Hao ndo mutmainna, wenye nafsi ambao ni mutmainna. Huwa wanapopatwa na wasaisu shaitani, pale pale wanakumbuka, manake wao hawana mughafala, kwao hakuna. Lakini allawama, kuna wakati anaghafilika lakini mwepesi kurudi kwa Mola wake, anaghafilika mwepesi kurudi kwa Mola wake. Kwa hiyo ndio maana ikatangulia wasari, kila ukifanya dhambi fanya haraka kurudi kwa Mola wako, fanya haraka kujutia na kujilaumu kutokana na madhambi yako. Kwa nafsul lawama ni katika nafsi kubwa adhima ambazo hatujui ukubwa wake, ndio maana al-haqu akaapa nayo. Kwa walladhina idha fa'alu, idha manake kuna istimrari, kila wanapofanya ovu kama zina au dhalamu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao, dhakarullah, wanamkumbuka Mwenyezi. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna mwenye kusamehe madhambi ila Mwenyezi Mungu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tazama, kuna kaidi hapo, hakusema walam yusirru ala ma fa'alu, kwamba na waendelei katika lile ambalo wamelifanya, bali anasema walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tayari kuna sifa hapo, hawafanyi, hawaendelei katika yale ambao wameyafanya na hali ya kuwa wanajua. Maana yake kuna wakati wanapatwa na mughafala, wanarudi tena katika lile lile. Lakini ukirudi, basi rudi haraka kwa Mola wako. Kwa watukufu wa Islam, sifa hizi tuzizingatie sana, ziishi katika vifua vyetu, na tuzifanyie sana mazoezi katika maisha yetu, ili tuweze kuwa katika wale ambao ni almuttaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alwazungumzia, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna ardhuha samawati wal ardh uiddat lilmuttaqin. Inna Allaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم يا مالك الملك يا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر